Uh, nitaangazia swala la ulaji kwa namna ifuatayo. Nitaanza na mfano. Hiki mnachokiona hapa, huu ni mchakato wa uchimbaji wa dhahabu. Dhahabu unapokuwa umepasua ule mwamba, huwa unasafirishwa. Unaposafirishwa unapelekwa kwenye kinu cha kutwangia. Ndio hiyo crusher. Ukishatoka kwenye kinu cha kutwangia, hilo duara unaloliona limezunguka, afu pembeni kuna kama kisima kikubwa cha maji, ni kwamba ule unga uliopatikana huwa unachanganywa na kemikali. Ukishachanganywa na kemikali, ndipo ambapo unaweza kuitenganisha dhahabu na makapi. Ukishatoka hapo, kinachofuata, hiyo dhahabu inapitishwa kwenye moto, na ndipo unaweza ukapata dhahabu iliyo safi. Sasa twende kwenye mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula. Mfumo wa mmeng'enyo wa mwanadamu wa chakula unafanya kazi kama ilivyo uchimbaji wa madini. Yaani unapotoka kwenye udongo mpaka unapata dhahabu safi, ndivyo ilivyo chakula kinavyopatikana pia. Ukishachukua tonge lako la ugali, unapeleka kwenye crusher. Crusher ni mdomo, una meno, unavunja kile chakula kwenda kwenye vipande vidogo. Ukishavunja, kile chakula kinasafirishwa kutoka kwenye mdomo kwenda kwenye tumbo. Sasa kabla hakijafika ndani ya tumbo, pale nje huwa kuna valve, kuna gate ambalo linaruhusu chakula kiingie, na linazuia kikiingia kisifanye nini? Kistoke. Sasa kikishafikishwa tumboni, kinameng'enywa. Kumeng'enywa maana yake ni nini? Chakula kilichovunjwa kikachanganyikana na mate, kikifika tumboni kinachanganywa na tindikali, alafu tumbo linakuwa linafanya hivi kukichanganya kile chakula. Kwa hiyo matokeo yake kile chakula kinachanganyikana na asidi, na ile asidi pamoja na vimeng'enya vingine ndivyo vinavyo sasa enda kutafuta vile vinutrients, sasa vile vimatofali vinavyojenga mwili wetu. Alafu hatua inayofuata, kile chakula kinafyonzwa kuingia kwenye damu. Kikisha fyonzwa kuingia kwenye damu, makapi yanaenda mpaka njia ya haja kubwa yanatolewa. Lakini kile kilichofyonzwa kwenye damu pia huwa si kwamba kinaingia tu mwilini mwako moja kwa moja, kinapita kwenye ini. Kikitoka tu kinapita kwenye ini ili kihakikiwe ubora. Kama kuna sumu au vitu fulani vinatolewa pale kwenye nini jamani? Kwenye ini, alafu ndipo kinaruhusiwa kuingia kwenye mzunguko wako wa mwili ili kikupatie mahitaji yako. Sasa katika haya mambo yote matano ya msingi, kuvunja, kusafirisha, kumeng'enya, kufyonzwa na kuhakiki ubora, haya manne ya chini yanafanyika bila uwezo wako. Yaani chakula ukiisha kimeza hauna uwezo wa kukidhibiti tena. Kwa hiyo sisi tunaweza kudhibiti chakula kabla hatujafanya nini? Kwa hiyo sehemu pekee tunayoweza kudhibiti ni kwenye sehemu ya kula.